Ahlan wa sahlan wa marhaba mtazamaji wa Off Pitch TV, asante kwa wewe ambaye umesubscribe Off Pitch TV na unapata yale mengi ya kimichezo. Nipo na taarifa hapa ambayo ni tamu kwa wana Simba lakini ni chungu kwa klabu ya Stellenbosch ya huko nchini South Africa, ambao tunatarajia kuwaona siku ya Jumapili katika dimba la New Amani Complex wakicheza dhidi ya Simba Sports Club, mchezo wa kwanza wa hatua ya nusu finali ya CAF Confederation Cup. Taarifa ambayo tumeipata, huenda wakawakosa wachezaji wao kadhaa kutokana na majeraha, lakini pia kutokana na uchovu wa safari. Kwa hiyo Simba hii ni nafasi ya wao kuweza kuyafanya makubwa ama kutumia pengo hilo ili wao kuweza kupata nafasi. Sasa unajiuliza ni wachezaji gani hao na Simba watanufaika vipi? Kwanza subscribe alafu nisikilize kwa makini nikujuze taarifa ambayo nipo nayo kwa hivi sasa. Umesha subscribe sasa twende sambamba. Stellenbosch FC yapata changamoto kabla ya nusu finali dhidi ya klabu ya Simba Sports Club baada ya uwezekano wa kumkosa mchezaji muhimu David Fili kwa mechi zao zilizobaki. Kocha Steven Becker amethibitisha kuwa wamewasilisha ombi kwa SAFA kumruhusu Fili kuchelewa kujiunga na timu ya taifa siku moja baadaye ili aweze kushiriki kwenye nusu finali ya kombe la shirikisho la CAF dhidi ya Simba Sports Club. Hali hiyo imezidi kuwa ngumu kwa Stellenbosch baada ya majeruhi wawili, Ashley Kupido na Badley Mojela, kuto kuwepo. Mojela amepata jeraha baya la msuli wa paja na anatarajiwa kuwa nje kwa angalau wiki 6 mpaka 7. Katika juhudi za kuziba mapengo hayo, Baka anatumai Fili atasafiri nao kwenda Tanzania na kujiunga na kambi ya timu ya taifa baada ya mchezo huo. Aidha, Saji ambaye hakushiriki mechi ya hivi karibuni kutokana na kutopona kikamilifu, sasa ameanza kuonyesha hali nzuri na anatarajiwa kuwa tayari kwa mechi ya mwisho mwa wiki. Kumpoteza Fili pamoja na majeruhi ya Kupodo na Mojera si jambo zuri, lakini tunalazimika kupata suluhisho, alisema hivyo kocha wa Stellenbosch. Kwa hiyo hivi unaweza ukaona ubaya ubwela mapema sana umewavaa. Kwa hiyo klabu ya Simba ni wao tu washindwe kufanya kile kilichokuwa bora dhidi ya Stellenbosch, kwa sababu wanaenda kuwakosa wachezaji wao ambao ni muhimu sana kwenye kikosi, wachezaji ambao walikuwa wakipata nafasi mara kwa mara, wachezaji ambao ni regular. Ukitaja kikosi cha Stellenbosch huwezi kukosa kumtaja Kodibo, lakini pia huwezi kukosa kumtaja Kelvin Fili. Amekuwa ni mchezaji bora sana, sasa anaenda kukosekana. Mbali na hili, pengine labda unajiuliza Stellenbosch ni timu ya aina gani, wanatokea wapi, wameanza mwaka gani? Lakini je, washawahi kushiriki hii michuano? Wana nafasi gani mbele ya Simba? Haya ni maswali ambayo wengi wanajiuliza. Nimeona hata kule DM kwenye ile page yetu ya Off Pitch TV ya Instagram mmeniuliza maswali haya. Basi nipo hapa kukujuza na kukuletea rekodi zao na historia yao kwa ujumla. Hawa Stellenbosch ni timu ya aina gani? Twende sambamba kujua na kusikia nini ambacho kinaenda kutokea kwa wakati huo. Hawa ndio Stellenbosch FC. Ilianzishwa mwaka 2016, miaka 8 iliyopita. Eneo wanalotokea linaitwa Stellenbosch ya huko Afrika Kusini. Uwanja ambao wanaotumia ni Daniel Cleverdy Stadium. Ni timu mpya kabisa. Kutokana na muda wa kuanzishwa kwake, Stellenbosch ilipanda ligi kuu ya PSL, kwa maana ligi ya huko South Africa, mwaka 2019 tu. Na imekuwa ikifanya vizuri kwa upande wa graph, yani graph yao imekuwa ikipanda kila msimu baada ya msimu. Labda nikujuze tu rekodi zao tangu wapande daraja msimu wa mwaka 2019. 2019-2020 walimaliza msimu wakiwa nafasi ya 10, lakini msimu uliofuata kwa maana 2020-2021 walimaliza wakiwa nafasi ya 14. Msimu wa mwaka 2021-2022 walimaliza nafasi ya 4, lakini msimu uliofuata mwaka 2022-2023 walimaliza nafasi ya 6, na msimu wa mwaka 2023-2024 walimaliza nafasi ya 3. Kwa ufupi, Stellenbosch FC ni timu yenye vijana wengi ikiwa kama kituo,
lengo la timu lipo kibiashara zaidi kuliko swala lolote lile, kama tunavyoiona ASEC Mimosas, lakini pia kule barani Ulaya tunaona klabu ya Southampton, lakini pia Ajax walikuwa wakifanya hivyo, na baadhi ya timu zingine kama Brighton and Home Albion nao wamekuwa wakifanya hivyo. Ndio maana walimuuza kirahisi sana Jalen Adams, kinyume na matarajio ya wengi kule Afrika ya Kusini. Nini tutegemee katika timu katika mchezo wao dhidi ya Simba Sports Club? Stellenbosch FC, kwa nilivyowaona msimu huu, ni timu yenye sifa kuu moja: kucheza kitimu zaidi, kuanzia kwenye kuzuia mpaka kwenye kushambulia. Hii huenda ikautia mchezo huu kuwa mgumu sana, kutokana na ukweli kwamba ni ngumu kucheza na timu inayocheza kitimu wakiwa na umakini mkubwa sana. Kwa maana hiyo hawa ni bora sana wakiwa hawana mpira, lakini ni wazuri sana wakiwa na mpira. Hiki ndicho kitu ambacho wao wanajivunia. Angalizo kwa Simba. Wengi wamefurahi kuona Zamalek FC wakitolewa na hawa Stellenbosch. Lakini kwa walioutazama ule mchezo, Zamalek alizidiwa kimbinu na Stellenbosch. Tusiwadharau sana Stellenbosch. Msimu huu ni moja ya timu nzuri sana kule Afrika Kusini, na pia ni mchezo mgumu sana pia kwa Simba, tofauti na watu vile ambavyo wao wanatarajia ama vile ambavyo wao wanachukulia Stellenbosch. Tunajua katika michuano yoyote ama tournament yoyote lazima kutakuwa na surprise package, kwa maana kuna ile timu ambayo inakuwa hao ni watu wa kusurprise ambao hawapewi nafasi kubwa sana katika michuano, lakini unaona wanakuja wanacompete na wanafanya makubwa sana. Kule UEFA Champions League mara kadhaa tunazionaga hizi timu ambazo zinapenya. Leo hii tumeona Aston Villa wamefika hadi hatua ya robo finali. Lakini ukienda katika michuano ya Europa tumeona Bodo Glimt wapo hatua ya nusu finali. Tukija hata michuano ya kombe la dunia tuliona Morocco wamecheza hatua ya nusu finali. Lakini pia tumeona katika michuano mbalimbali kuna baadhi ya timu ambazo hazipewi nafasi, timu ambazo ni dhaifu lakini zinafika mbali na kuonyesha makali yao. Lakini pia faida moja hapo ambao wanao Simba, timu kama hizi ambazo zinakuwa na surprise package wala zisiwatishe Simba, kwa sababu wao kucheza nusu finali ni mafanikio makubwa sana. Pengine pia hii inaweza pia ikana nafuu kwa Simba, kwa sababu wao watakuwa wanaenda Stellenbosch watakuwa wanaenda kucheza kama hawadai, kwa sababu hiki ambacho wamekifanya ni kikubwa sana. Kumtoa Zamalek na kucheza hatua nusu finali ni kitu kikubwa sana. Lakini kwa Simba wao malengo yao ni kucheza finali pengine na kuchukua kombe kiujumla. Kwa hiyo kwenye malengo yao inaweza kaisaidia Simba kufanya vizuri, lakini pia waende kwa uangalifu zaidi na wawachukulie kama pinzani wagumu. Kama wao Simba alikuwa na wahofia Zamalek na Zamalek wametolewa na hawa, basi hawaendi kukutana na timu rahisi hivyo. Waenda kukutana moja ya timu ngumu sana. Ni nafasi kwa wao Simba kuweza kukaa chini na kujua nini ambacho wanakifanya, watange karata zao vizuri ili waweze kufanya vizuri katika michuano hii. Kwangu mimi naombea kila la kheri Simba, kwa sababu ikishinda Simba imeshinda Tanzania. Mimi naitwa Yusuf Katalambula, hii ni Off Pitch TV. Asante kwa wote ambao tayari mmesha subscribe na mnapata yale mengi ya kimichezo. Bye bye mpaka wakati mwingine tena.